wetu, karibu kwa ajili ya nyimbo za sifa. Niombe tushiriki sifa namba 2. Karibuni sana waimbaji, tushiriki sisi sote. Ni siku tukufu, haleluya, amina, tukufu kabisa, haleluya, amina. Njoni ndugu zangu, tumwabudu Mungu kwa roho na kweli, haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa mbinguni, mfalume, Bwana unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa, tunakushukuru, tunakuhimidi na tunakusifu. Wewe Mungu umekuwa mwaminifu katikati ya maisha yetu. Umetulinda, umetuongoza hadi umetufikisha katika nyumba yako siku ya leo, nyumba ya kukuabudia wewe. Sante kwa sababu ya siku ya leo, siku tukufu kabisa. Nasi tunaamini katika siku hii wewe Yesu ulifufuka, na sisi katika siku hii ya leo tunainama mbele zako kulisifu na kuliinua jina lako. Bwana Yesu, asante kwa yote uliyoyafanya, na sasa tunakuja mbele zako kuomba rehema. Inawezekana tumekukosa katika mawazo, maneno na matendo yetu. Tunaomba Mungu wa mbinguni kupitia jina la Yesu tusamehe. Sante kwa msamaha wako. Na sasa Bwana, tunaiinua ibada hii mikononi mwako. Ni ibada maalum sana mbele zako. Siku ya leo ni siku ambayo watumishi wako tutakumbuka miaka 50 ya waimbaji walioimba tangu mwaka 1975 mpaka leo. Wengine bado wako hai, wengine ulishawaita utukufuni. Bwana Yesu, tunakushukuru sana. Lakini siku ya leo ni siku maalum sana. Kupitia ibada hii Bwana, tunapenda tukuone Yesu Kristo mwana wa Mungu ukituhudumia kila mmoja sawasawa na hitaji lake. Watumishi wako ambao Bwana umewaleta kuwatoa Mwanza kwa ajili ya kurusha matangazo haya, tunaomba uwabariki na utubariki sisi sote. Utabariki nyimbo zitakazoimbwa, utabariki maombi yatakayoombwa, utabariki neno litakalonenwa. Bwana Yesu, tunakusihi usitupungukie. Kila mmoja katika zamu yake, usimuache akatumika peke yake. Neno lako linasema 2 au 3 wakutanikapo kwa jina lako, wewe uko katikati yao. Tunaomba uwe katikati yetu, Mfalume. Sante kwa kuwa umesikia. Tunaomba haya na kuamini kupitia jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 15 mstari ule wa 16 kufika mstari wa 22. Neno linasema, kisha Daudi akamwambia mkuu wa Walawi kwamba awaagize ndugu zao waimbaji pamoja na vyombo vyao vya kupigia ngoma, vinanda na vinubi na matowazi wavipige na kupaza sauti kwa furaha. Basi Walawi wakamwagiza Helmani mwana wa Yoeli na wanduguze Asafu mwana wa Berekia na wana wa Melali ndugu zao, Ethani mwana wa Kishi na pamoja nao ndugu zao kwa cheo cha pili, Zekaria na Yasieli na Shemilamothi na Yehieli na Uni na Eliabu na Benaya na Maasea na Matihia na Elifelehu na Mikneya na Obedi Edom
na Yeieli mabawabu. Hivyo hao waimbaji Hemani, Asafu na Ethani wakaagizwa kupiga matoazi yao ya shaba kwa sauti kuu, na Zekaria na Yathieli na Shemilamothi na Yethieli na Uni na Eliabu, Maksea na Benaya wenye vinanda vya sauti ya Alamothi, na Matithia na Elifelehu, Meknea na Obedi Edomu na Yeelieli na Azazia wenye vinubi vya sauti ya Sheminithi. 22 waongoze na Kenania mkuu wa Walawi alikuwa juu ya uchukuzi. Yeye aliusimamia uchukuzi kwa sababu alikuwa mstadi. Na hilo ndilo somo letu la kwanza. Yesu alipokuwa njiani kwenda mjini, aliona njaa kauendea mtini, ili yale matunda apate kushiba, lakini mtini haukuwa na matunda. Yesu alipokuwa njiani kwenda mjini, aliona njaa kauendea mtini, ili yale matunda apate kushiba, lakini mtini haukuwa na matunda. Mtini ulilaaniwa kwa Yesu kukosa matunda. Ewe mtini, tangu sasa usizae mti wanyauka. Mtini ulilaaniwa kwa Yesu kukosa matunda. Ewe mtini, tangu sasa usizae mti wanyauka. Wanafunzi wake walishangaa kabisa walipoona mtini huo wanyauka. Yesu kawaambia, imani isiyo na shaka kaweza kuhamisha na hata milima. Wanafunzi wake walishangaa kabisa walipoona mtini huo wanyauka. Yesu kawaambia, imani isiyo na shaka kaweza kuhamisha na hata milima. Mtini ulilaaniwa kwa Yesu kukosa matunda. Ewe
Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo yanahuzunisha, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo yanahuzunisha, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo yanahuzunisha, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo yanahuzunisha, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. Yajayo ndugu zangu hayafurahishi, yajayo ndugu zangu hayafurahishi. Tujitahidi kuyaweka yawe sawa, tujitahidi kuyaweka yawe sawa. ambacho kilicho chema kiweze kufanya kazi sawa sana mapenzi yako. Mungu endelea kufungua mifuko yetu na mioyo yetu tukaweze kukutolea sawa sana mapenzi yako. Naomba Bwana uwe pamoja nasi kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina.
wanishangaza, kwa wema wanishangaza, Bwana wanishangaza, kwa wema wanishangaza, nabaki kushangaa, naishia kushangaa, nabaki kushangaa, naishia kushangaa. Umenipa surprise, umenifanyia surprise, umenipa surprise, umenifanyia surprise, nabaki kushangaa, naishia kushangaa, nabaki kushangaa, naishia kushangaa. Bwana wanishangaza, kwa wema wanishangaza, Bwana wanishangaza, kwa wema wanishangaza, nabaki kushangaa, naishia kushangaa, nabaki kushangaa, naishia kushangaa. Umenipa surprise, umenifanyia surprise, umenipa surprise, umenifanyia surprise, nabaki kushangaa, naishia kushangaa, nabaki kushangaa, naishia kushangaa. Mambo ya Nyakati sura ya tano. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 5 na mstari 1 wa 12. Neno la Mungu linasema, na liseme, tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hilo ndilo somo letu la pili. Nitaimba nyimbo za upendo wake mkuu, pamoja na malaika walioko mbinguni. Elisha Tito, karibu kwa ajili ya ombi. Mungu wetu na Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja mbele zako asubuhi iliyo njema, iliyokupendeza wewe tuione, tukija na moyo wa shukurani, tukisema ni asante. Umembariki kila mmoja kwa rika na umri wake, kwa hali yake, kwa namna aliyo nayo. Wewe bado ukatoa ruhusa tuweze kujumuika asubuhi njema, kuziimba na kuzipandisha juu sifa zako. Ni muda sasa tunaenda kupokea neno la Mungu kwa ajili ya kuimarisha imani yetu. Mtumie mtumishi uliyemwandaa kulileta neno kwa kusanyiko hili kubwa. Ni kama andiko tulilolisoma, wakakusanyika wana wa Asafu
wakaziimba, na wale wote wakawa wameielekea madhabahu yako kukushukuru. Na sisi Bwana tunaielekea madhabahu yako kukushukuru, wakati kuhani uliyemwandaa akilileta neno lako. Mtumie kama upendavyo, na utupe masikio ya rohoni kulisikia, na zaidi ya yote tukawe watendaji wa hili neno. Mtumie Bwana kama upendavyo, nasi tunamkabidhi kwako tukisema asante na kushukuru. Ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Watu wote tuketi. Watumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunayo hafla kwa ajili ya shukurani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya wale walioimba tangu mwaka wa 1975. Tunapenda kukumbuka huduma yao mahali hapa, lakini inawezekana wako wengine sehemu mbalimbali ambao wamekuwemo katika huduma hii ya uimbaji mbele za Bwana. Hii ni huduma ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yao, lakini mpaka sasa wako wengine huduma hii ameiweka ndani yao. Kipaji hiki Mungu anataka akitumie kupitia walio na vipaji hivi vya uimbaji mahali hapa na mahali pote wanakonisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji kiongozi Joseph Petro Hungubaji, mchungaji wa pastoreti ya Karebezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niombe tusome neno la Mungu kama lilivyosomwa na kiongozi wetu wa ibada. Nami niombe nirudie. Nitasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 5 tanzia mstari wa 12 hadi wa 14. Lakini pia tutarudi nyuma. Nitasoma mistari hii yote pia kwa pamoja. Mambo ya Nyakati ya kwanza ile sura ya 15 mstari wa 16 hadi wa 22. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisome Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, wakiwa wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Bwana imejaa utukufu wa Bwana. Turudi nyuma tusome Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 15 na mstari wa 16 hadi wa 22. Neno la Mungu linasema, kisha Daudi akamwambia mkuu wa Walawi kwamba awaagize ndugu zao waimbaji pamoja na vyombo vyao vya kupigia ngoma, vinanda na vinubi na matoazi, wavipige na kupaza sauti kwa furaha. Basi Walawi wakamwagiza Hemani mwana wa Yoeli na wanduguze, Asafu mwana wa Berekia
na wa wana wa Merari ndugu zao, Ethani mwana wa Kishi, na pamoja nao ndugu zao kwa cheo cha pili, Zekaria na Yaasieli na Shemiramothi na Yehieli na Uni na Eliabu na Benaya na Maasea na Matithia na Eliferehu na Mikinea na Obedi-Edom na Yeyeli mabawabu. Hivyo hao waimbaji Hemani, Asafu na Ethani wakaagizwa kupiga matoazi yao ya shaba kwa sauti kuu, na Zekaria na Yaasieli na Shemiramothi na Yehieli na Uni na Eliabu na Maasea na Benaya wenye vinanda vya sauti ya Aramothi na Metithia na Eliferehu na Mikinea na Obedi-Edom na Yeieli na Azazia wenye vinubi vya sauti ya Sheminithi waongoze, na Kenania mkuu wa Walawi katika uimbaji asimamie uimbaji, kwa sababu alikuwa stadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona makundi haya mawili ya waimbaji, nyakati mbili tuseme za uimbaji. Wakati wa kwanza niliosoma katika Mambo ya Nyakati ya kwanza, hii sura ya 15 na mstari wa 16 hadi wa 22, ulikuwa ni wakati wa mfarume Daudi. Mfarume Daudi, ufarume wake ulipoimarika, baada ya kuimarika, hili sanduku la agano lilikuwa katika, aliliacha baada ya kufa, wakati wanalitoa kwa Wafilisti, baada ya wale punda waliokuwa wamebeba kukungumaa, na Uza akaligusa, na baadaye akafa kwa sababu hakufuata utaratibu wa Mungu wa namna ya kulibeba hilo sanduku. Sasa akaliacha katika nyumba ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alipoliacha mahali pale, ile familia ilibarikiwa sana. Sasa alipojenga mji wake Sayuni, akalifata lile sanduku. Sasa alipokuwa akilifata lile sanduku kwa utaratibu wote ambao Musa alikuwa ameuagiza, akawaita hawa waimbaji na vyombo vyao. Waliokuwa wanatakiwa kuhudumu hekaluni ni ukoo wa Lawi, Haruni kama kuhani ukoo wake, lakini Walawi wengine walitakiwa kuhudumu kama waimbaji na wengine kutunza vyombo vya hekaluni. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ulikuwa ni wakati wa kwanza baada ya kutawazwa mfarume Sulemani mtoto wake na Daudi. Naye kwa sababu baba yake aliazimu kujenga hekalu, na baadaye Mungu akasema hapana, yuko mtoto wako atakaye kujengea. Baada ya kumaliza kulijenga lile hekalu mfarume Sulemani, sasa hekalu lile linatakiwa litakaswe ili liweze kuendelea na huduma za ibada ya Bwana katika taifa la Israeli. Basi katika hii sura ambayo tumeisoma ya Nyakati ya pili, sura ya 5 na mstari wa 12 hadi wa 14, akalitoa katika nyumba ya Daudi, pale ambako Daudi alikuwa ameweka hema, akalileta kuliingiza hekaluni. Sasa mahali hapa tunaona waimbaji. Wanani jamani? Waimbaji wakiwa na vyombo vyao. Huduma ya uimbaji haijaanza sasa, imeanza zamani, lakini huwa tunakumbuka katika maandiko matakatifu, shetani aliyekuwa akiitwa Lucifer alikuwa na huduma hiyo. Alikuwa na sauti nyingi nzuri sana, na alikuwa ni mtaalamu wa kupiga kila kitu kizuri ili kuweza kumpa heshima, sifa na utukufu Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Lakini akajiinua kama tunavyofahamu, akashushwa hadi kuzimu. Sasa huduma hii ipo, huduma ya uimbaji.
Sasa tunaposoma makundi haya tunaona watu watatu ambao walikuwa ni viongozi. Inawezekana walikuwa ni watunzi wa nyimbo katika habari hizi. Tumesoma watu watatu. Tumemsoma wa kwanza ni Asafu, wa pili ni Hemani, na watatu ni Ethani. Bwana asifiwe. Unaweza ukawaona watu hawa katika hizi zaburi ambazo zimeunganishwa, zaburi ya kwanza hadi zaburi ya 150. Kuna zaburi, nyimbo ambazo walitunga watu hawa. Haleluya, Bwana asifiwe. Ile zaburi ya 73 hadi ya 83, nyimbo hizi zilitungwa na Asafu. Kwa hiyo alikuwa ni mtunzi mzuri wa nyimbo. Ziandike, utazisoma, na wale wanaonisikiliza wanaweza kuziandika wakazisoma zaburi za mwimbaji huyu. Zaburi ya 73 hadi ya 83, nyimbo hizi zilitungwa na Asafu. Ni nyimbo 10, ni zaburi 10. Lakini zaburi ya 88 zaburi hii ilitungwa na Hemani. Zaburi ya 88. Zaburi ya 89 ulikuwa ni utunzi wa Ethani. Zitazame zaburi hizi. Hawa Asafu, Hemani na Ethani walikuwa ni wakuu wa waimbaji kutoka katika koo zao za wana wa Lawi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watunzi wa nyimbo za kumsifu na kumwinua Bwana, tunapenda siku ya leo pamoja na waimbaji wote tuone mambo ambayo ni muhimu sana kwa waimbaji. Haleluya. Sisi wote ni waimbaji, maana huwa tunasimama kumpa sifa, kumpa heshima, kumpa utukufu na kumwinua Baba yetu wa wapi? Wa mbinguni. Haleluya. Sasa tunajifunza, kama unaandika, somo letu ni uimbaji. Uimbaji ni huduma ya madhabahuni. Haleluya. Ni huduma ya madhabahuni ama ni huduma ya hekaruni. Lazima tujue pia sisi ndio sasa hekalu la nani? La Mungu. Na Mungu anakaa ndani yetu. Kama wewe ni mwimbaji, fahamu ya kwamba huduma unaifanya ndani ya nyumba ya nani? Ya Bwana, ili kumpa sifa, heshima na utukufu Mungu wetu wa wapi? Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapenda kuyaona mambo muhimu sana kwa waimbaji. Kwanza niombe tuangalie jambo la kwanza katika hii sura ya 15 ya Mambo ya Nyakati ya kwanza, sura ya 15 mstari wa 12. Jambo la kwanza muhimu sana tunapomwimbia Bwana, tunachotakiwa kukifanya. Sura ya 15 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, akawaambia, ninyi ni vichwa vya koo za baba za Walawi, jitakaseni ninyi na ndugu zenu, ili mlipandishe sanduku la Bwana Mungu wa Israeli mpaka mahali pale nilipolitayarishia. Jitakaseni. Haleluya. Ninyi na wana wenu wa Walawi. Nimewambia Walawi walikuwa na huduma nyingi katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Kila walipotaka kufanya hiyo huduma, lazima walitakiwa wajitakase. Sasa jambo la kwanza kwa waimbaji, jambo la kwanza kwa wale wanaomsifu na kumtukuza Bwana, hata mimi ni mwimbaji na wengine wote mlio na hiyo huduma, jambo la kwanza ni kujitakasa. Kufanya nini? Kuwa watakatifu.
na kile kinachotutakasa katika Injili ya Yohana sura ya 17 na mstari wa 17 ni neno la nani? La Mungu. Lazima tujitakase, tuwe watakatifu. Petro akasema kama Mungu wetu alivyo mtakatifu, na sisi tuweni wanaojitakasa. Haleluya! Sifa wanazozitoa hakika lazima ziguse mioyo, lazima ziguse fikira, lazima ziguse hisia za watu wanaowasikia, lazima zimguse Mungu wa wapi? Na utukufu wa Bwana kama tutakavyoona hakika utaonekana. Haleluya! Kujitakasa, hilo ni jambo la kwanza. Waimbaji wanavyotakiwa wanapokuja kuimba mbele za Bwana, lazima wajitakase. Haya ni maisha ya kila siku ya mwimbaji. Ninaweza nikasema ni maisha ya kila siku yetu pia wa Kristo. Haleluya! Ninaomba mnielewe, ninaomba wanielewe hata wanaotusikiliza. Waimbaji mara nyingi maisha yao sio safi mbele za nani? Mbele za Mungu. Sio hapa tu, lakini na wale wengine wanaonisikia. Ni machafu, wanajichafua, hawajui kwamba wamebeba chombo cha nani? Cha Mungu kilicho kitakatifu. Angalieni sana, Paulo akalia akasema, nisiwe wa kuwahubiria wengine, mimi nikawa wa kukataliwa. Nisiwe wa kuwaimbia wengine kwa maisha yasiyo matakatifu bila kujitakasa. Ninakuja mbele za Bwana, nitakuwa ninapiga kelele mbele za nani? Mbele za Bwana. Bwana atusaidie waimbaji. Haleluya! Tulioko hapa na wale wote ambao wanashuhudia, wanasikiliza mahubiri haya. Hilo ni jambo la kwanza muhimu sana. Yaangalie maisha yako unapokuja mbele za Bwana. Jitaka, lakini ndio maisha yanayotakiwa siku kwa siku. Unaweza kuandika Yohana sura ya 17 na mstari wa 17 na Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Maisha ya kujitoa mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya! Haleluya! Maisha ya mwimbaji lazima yajitoe kama sadaka ama dhabihu iliyo takatifu, kama Warumi inavyosema, tena ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Ndiyo uimbaji wako baba na mama utakao kuwa na maana mbele za Mungu na kwa wale wanaokusikia. Haleluya! Jambo la pili ni mavazi. Msaidieni tu huyo, msaidieni kabisa. Najua shetani ni adui yetu mkubwa, anaweza mtumie mtu ili kuvuruga jambo fulani. Bwana asifiwe. Haleluya. Mavazi rasmi yaliyokuwa yamevaliwa, mavazi ya waimbaji. Mstari wa 27 sura ya 15 ya mambo ya Walawi, mambo ya Nyakati ya kwanza, neno la Mungu linasema ninaangalia hapa. Naye Daudi alikuwa amevaa joho la kitani safi, na Walawi wote waliolichukua sanduku, na waimbaji, na Kenania msimamizi wa uchukuzi, na waimbaji. Naye Daudi alikuwa amevaa naivera
ya kitani. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Mavazi haya tunaona ni mavazi yaliyokuwa yamevaliwa. Daudi mfalme alikuwa amevaa kitani safi, lakini na Walawi waimbaji nao walikuwa na mavazi ya heshima, mavazi rasmi kwa ajili ya kumwimbia na kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu. Leo ni hatari sana. Unaweza ukakuta waimbaji mavazi walio nayo mpaka wewe mwenyewe ukashangaa, kweli si kweli? Mpaka ukafanya nini? Waimbaji mnaonisikiliza mahali hapa na wale wengine wanaonisikiliza, mavazi ni muhimu sana, yanaonyesha heshima na utukufu mbele za nani? Mbele za Mungu. Wewe unayeimba, acha kuvaa ovyo ovyo, visuruali hapa, vigauni navyo hapa, yani tabu tu. Mwingine nilimuona eti suti imechomekewa. Jamani, suti hii inachomekewa? Unachomekea nini? Huo ni uvaaji. Mavazi ya heshima, vazi la heshima ukilivaa linaleta heshima na utukufu mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya. Uhuru wa Yesu. Bwana asifiwe. Nimesema jambo la kwanza kwa waimbaji, lazima mjitaka maisha mataka siku zote. Muimbaji mwasherati, muimbaji mlevi. Nilisimuliwa siku moja, baba mmoja alisema kwamba, bwana, mimi nilikuwa muimbaji mzuri na nilikuwa ni mtunzi wa nyimbo. Nitasema kwa watunzi, lakini niseme tu kwa, lakini kila nilipokuwa nikienda kuimba ili mori upande, lazima nipite kwenye gongo kidogo, nipige nini sasa niweze kuchanga maisha macha. Lakini wengine sio gongo tu, mpaka na nini, na bangi. Bwana tusaidie waimbaji. Haleluya. Jambo la pili nimesema ni mavazi rasmi. Mnapovaa hivi, ndugu zangu, mavazi rasmi haya mimi ninayaona kwenu pia ni mavazi rasmi, na wale wanaovaa sare wakiwa wakihudumu mbele za Bwana ni vazi rasmi linaloleta heshima na utukufu mbele za nani? Mbele za Mungu. Shoneni na vaeni mavazi rasmi kutokana na neno la nani? La Mungu, ili yalete heshima na utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Jambo jingine kwa waimbaji ni hivi vyombo vya muziki vya kumwimbia nani? Mungu. Nyakati ya pili sura ya 5 mstari huu wa 12 hadi wa 14 inasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Sura ya 5 mstari wa 12. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, wakiwa wamevaa kitani safi, inarudiwa hii, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa nani? Wa Bwana. Vyombo vya muziki, haleluya, ni vya muhimu sana. Leo tumevisahau.
Leo watu wanaunda kwa sababu ya teknolojia, wanaunda mziki unawekwa kwenye nini? Kwenye flash ama kwenye nini? Mwe mnanisaidia, unajua mimi sio mtaalamu sana huko. Nini? Kwenye memory card. Sasa kumbe Mungu anavyotaka vyombo vya muziki navyo vifanywe nini? Vipigwe. Vinanda sasa hivi kuna vinanda, kuna magitaa, kuna saxophone, kuna tarumbeta, vyombo. Ninaona ziko kwaya sasa hivi zinapiga miziki hiyo. Utukufu wa Bwana unafanya nini? Unashuka. Halafu tumesikia hapa vyombo vya muziki, lakini wote walikuwa wakiimba na kumpazia nani? Mungu sauti zao. Leo kuna waimbaji wengine ni wacheza show, wengine ni nani? Utawaona tena midomo iko juu. Ataruka, atapiga huku, atapiga huku, hawezi kumwimbia nani? Eti kwenye maandiko tumesikia hivyo, wakazisikizisha sauti zao kwa wakapiga panda, wakapiga ngoma, wakapiga tarumbeta, wakapiga vinubi, wote kwa sauti zao wakamsifu nani? Utukufu wa Bwana ukafanya nini? Ukashuka. Hata makuhani hawakuweza kufanya huduma yao ya kikuhani. Haleluya! Wakati mwingine nyimbo ziimbwe, watu wote wakiwa wanaimba, watu wote wakiwa wanamsifu Bwana, kwa sababu maisha yao ni matakatifu, mavazi yao pia yanaonyesha utakatifu, na wao sauti zao ni takatifu mbele za nani? Na vyombo vyao vinavyopigwa ni vitakatifu mbele za nani? Utaona utukufu wa Bwana umefanya nini? Haleluya! Uhuru wa Yesu. Wakati mwingine tunaweza hata tukafanya tu maombi, kwa sababu utukufu wa Bwana umefanya nini? Na wagonjwa kama wapo wanahudumiwa kupitia nini? Nyimbo. Wenye mapepo yanatoka kupitia nini? Nyimbo zilizo na heshima na utukufu mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya! Nimebakiza dakika chache. Sasa tuje sehemu nyingine. Niombe ndugu zangu, tuje tutafute na sisi vyombo vya nini? Vijana hawa wajifunze kupiga magita, kupiga kinanda, tarumbeta, masaksifoni, ili tunaposifu mahali hapa Bwana apewe heshima na nini? Niombe wapendwa, Mungu atusaidie. Huko tuliko vyombo vya muziki vilipigwa tangu zamani, pamoja na kuunda muziki na kuweka kwenye hizo mlizozisema, lakini bado upigaji wa muziki bado ni agari sana mbele za nani? Ni wa thamani mno. Mimi ninajua nilikuwa nikipiga gitaa. Nikilipiga ninaona kama utukufu wa Bwana umefanya nini? Unashuka. Haleluya! Bwana asifiwe. Tumalizie jambo la mwisho la msingi sana, ule utunzi wa nyimbo na uimbaji. Utunzi wa nini? Nyimbo. Nyakati ya Pili sura ya 5 mstari wa 13. Inasema hivi, sura ya 5 mstari wa 13 inasema hivi: hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakizisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Nyimbo tunazozitunga, Bwana asifiwe, ziwe ni nyimbo za kumsifu nani? Kumsifu Mungu.
acha kutunga wimbo wa kujiinua wewe mwenyewe. Acha uwe ni wimbo wa kuleta heshima, wa kumsifu nani? Waliimba nyimbo za kumsifu Mungu, waliimba nyimbo za kumtukuza Mungu, wakamsifu Mungu kwa nyimbo za kumsifu na kusema nyimbo za kumsifu na nyimbo za kumshukuru nani? Mungu. Wakamshukuru Mungu nyimbo, kupitia nyimbo, matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya kwa ajili yao. Wakampa sifa, maana Mungu ndiye anayestahili heshima, kupewa sifa na utukufu. Leo nyimbo nyingi, haleluya, ukizisikiliza hazina maudhui yoyote ya neno la nani? Sijui ni watunzi wa namna gani hivi wanatunga. Nilimwona mtungaji mwingine yani akitaka kwenda eti akatunge wimbo paka hao amekunywa sana, tena wanamletea hao waimba, ndipo aketi sasa aanze kutunga nini, halafu ndipo aanze kufundisha nini. Atautunga wimbo wa kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu kweli? Haleluya, haleluya. Watunzi wa nyimbo na waimbaji lazima muwe wasomaji pia wa neno la nani? Ukiletwa wimbo ambao hauna maudhui ya neno la Mungu, kataeni, kwa sababu haumsifu Mungu, haumshukuru nani? Mungu. Watunzi wa nyimbo kama akina Daudi, ukisoma ile Zaburi ya 51, ule wimbo aliouimba ni zaburi nyingi. Daudi kama alitunga zaburi 70 na kitu, nyimbo 70 na ngapi katika hii zaburi, ukiziona zina maudhui ya neno la nani? Wakati wa toba yake alitunga wimbo wa toba mbele za nani? Haleluya, uhuru wa Yesu. Bwana asifiwe. Nyimbo wapendwa zinazotungwa lazima ziwe ni nyimbo za kumsifu Bwana, kumshukuru Bwana. Wakati mwingine ukiona maisha sio salama, unatunga wimbo wa toba mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya. Sijui mnanielewa tulioko hapa na wale mnaonisikiliza. Haleluya. Haya, mnaweza kuandika nyimbo ambazo zilikuwa zikitungwa, nyimbo za kumsifu Bwana na kumshukuru Bwana, wimbo wa toba ule wa Zaburi ya 51 mstari wa 1 na kuendelea. Lakini unaweza kuandika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 16 mstari wa 7 hadi wa 12, wimbo ulitungwa wa kutangaza matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Lakini Mambo ya Nyakati hiyo ya kwanza sura ya 16 mstari wa 22, kutangaza wokovu wa Bwana, kumtangaza Bwana, yeye anaokoa, yeye anaponya, yeye anabariki, yeye ndiye anasamehe dhambi, yeye ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa nyimbo zenye ujumbe wa matukio maalum ya wokovu wetu lazima zitungwe. Nyimbo za Krismasi ziwe nyingi, nyimbo za Pasaka ziwe nyingi, nyimbo za uongozi wa Roho Mtakatifu ziwe nyingi. Bwana asifiwe. Tunapokumbuka miaka 50 ya kwaya ya Karebezo, inawezekana na kwaya zingine ambazo leo sisi tunaadhimisha pamoja na wao. Tangu ilipoanzishwa mwaka wa 1975 mpaka sasa, tunahitaji kurudi katika misingi sahihi ya kiroho katika uimbaji wetu na utunzi wetu. Natoa wito kwa waimbaji wote na wanakwaya wote wanaonisikiliza leo kupitia television ya Star TV. Nitoe wito kwamba nyimbo zetu lazima ziwe ni nyimbo za kutangaza wokovu wa Bwana, za kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu, kutangaza matendo makuu ya Mungu. Lakini maisha yetu lazima yawe matakatifu. Mavazi yetu
yawe ni mavazi rasmi, mavazi yanayoleta heshima na sifa mbele za Bwana. Lakini uimbaji wote lazima tuimbe. Hakuna mchezaji kama kwenye dance, kwenye uimbaji mbele za nani? Wewe hata kama una sheki ukiwa unamwimbia nani? Mungu. Umpe sifa na utukufu, ili utukufu wa Bwana ufanye nini? Ushuke. Haleluya. Niombe Bwana awe pamoja nasi, na Bwana atubariki, na Bwana abariki neno lake. Haleluya. Ninaomba sasa tusimame ili tuweze kuomba. Ninatamani kuomba na wale ambao wakati mwingine wamenielewa katika neno hili la leo, habari ya uimbaji ambao ni wa muhimu sana mbele za Bwana. Muimbaji anavyotakiwa awe, lakini namna gani mwimbie Bwana? Ninaomba Mungu wetu wa mbinguni atusaidie ili kulielewa hili tulilolisema na kulifanyia kazi kutokana na neno la nani? La Mungu. Karibuni, nataka tuombe na watu hao. Mnaweza kusimama mahali hapa. Mungu ainue vipaji vyenu. Ninajua wengine walikuwa wapiga muziki lakini wameshasahau, lakini tunatakiwa kurudi katika misingi hiyo. Mungu ainue kipawa chako ili uweze kumwimbia, kumsifu Bwana katika roho na kweli. Hatua hizi ni muhimu sana, zizingatieni. Waimbaji, hamtakuwa kero mbele ya watumishi wa Mungu na mbele za watu, lakini na mbele ya watu wengine mtafanyika baraka kama watumishi wa Mungu hao tuliowasoma katika Mambo ya Nyakati ya kwanza na Mambo ya Nyakati ya pili. Tuombe. Fumba macho, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto wako, ni watumishi wako, ni wanao ambao Mungu umeweka kitu ndani yao kwa njia ya uimbaji, sawa sawa na wana wa Lawi na koo zao walivyokuwa wakikuhudumia wewe, wakihudumu katika nyumba yako kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya upigaji wa muziki, kwa njia ya kila namna, ili kuweza kuleta heshima na sifa mbele zako Mungu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, inua vipawa vya watumishi wako hawa. Inua karama kwa watumishi wako hawa. Inua vipaji kwa watumishi wako hawa katika jina la Yesu Kristo. Shetani adui yetu anayeiba vipawa vyetu, wakati mwingine anapandikiza kiburi, wakati mwingine anapandikiza atatuondolea unyenyekevu. Baba, kwa jina la Yesu, wanyenyekeze watumishi wako, tunyenyekeze, maana umesema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, na wewe ukituona tumenyenyekea utatukweza, utawakweza watumishi wako hawa wanaokusifu na kukuimbia wewe, na nyimbo watakazokuwa wakiziimba zitaleta heshima, zitaleta sifa na utukufu mbele zako. Ninaomba pia kwa waimbaji wengine wanaonisikiliza, Bwana Yesu, ninaomba huduma hii sichezewe. Baba, wasaidie kurudi katika misingi sahihi ya uimbaji unaotokana na neno lako. Baba, asante kwa kuwa Mungu wetu umesikia na ninaamini umetenda. Ninaomba haya na kuamini kupitia jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni sana. Bwana awabariki. Mnaweza kurudi. Watakatifu walioko duniani.
hekalu, miili yetu ni hekalu, miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu.